Mama, shikamoo. Marahaba. Za huko baba? Mimi nashukuru Mungu. Za huko ambapo ulipotoka? Nzuri baba. Za huko vipi? Alhamdulillah. Baba jambo? Ajambo kabisa. Sikitu umemwona? Nimemuona mwanangu, nimemuona. Amenoga janoga? Ameng'aa. Ameng'aa. Sawa. Mama, unafahamu Sikitu anaigiza. Unatazamaga kazi zake? Kazi zake ni nzuri tu. Kikubwa ni kutunga maadili. Anatembea na baraka zako ama unasema fanya tunavyoweza mwenyewe? Hapana, anatembea na baraka zangu. Namkubalia. Sio kusema ninamzuia, hamna. Kwa mara kwanza Sikitu anakuambia nakwenda kuigiza, ulimkubalia? Nilimkubalia kwa sababu kazi ni kazi tu. Sawa. Sikitu huyo hapa, mwambie kitu gani ambacho kipendi cha kwenye sanaa yake aweze kubadilika. Mimi ninamwagiza tu asivunje maadili ya ya Waafrika. Sikitu, umesikia ujumbe kutoka mama? Nimesikia. Utafanyia kazi? Nitafanyia kazi. Sawa. Mama, Sikitu unaweza ukaenda ukatoa na mama au unaendelea kubaki? Sawa. Mama, kitu gani, kazi ipi ambayo Sikitu ushawahi kuitazama alafu kama umeipenda zaidi? Kwa upande wake ananijali. Ananijali. Kwenye hizi ambazo unatazamaga za Sikitu zote, ipi ambayo ushaangalia ukasema nimependa mwanangu alivyoigiza? Zote tu zilikuwa nzuri, sipokuwa zile za mwanzo alikuwa hajakomaa. Lakini zenyewe hazikuwa mbaya. Na ipi ambayo ushautazamaga ukasema mwanangu hapa la sijapenda alivyoigiza? Hamna, sijaiona. Zote ni nzuri. Maisha ambayo Sikitu alikuwa umemlea ama umemkuza nyumbani, alikuwa anaonekana ni mtu ambaye anakuja kuwa mwigizaji? Hamna, wala hilo neno sikulitegemea kabisa. Kwa sababu alikuwa ni mtoto tangia kuzaliwa, mpole tu. Wala kujibishana hamna, wala kugombana hamna. Wala kusema eti alikuwa na michezo na watoto wengine hamna. Sasa ilikuwa jamaa kaingia kwenye kuigiza? Kwa kweli sielewi, hiyo ni karama naye aliyozaliwa nayo. Kwenye uzao wako wewe kuna mtu ambaye kashaye kuigiza kabla ya kuzaliwa kwa Sikitu, labda baba yake, labda labda mama zake wadogo, mama zake wakubwa? Labda yale ya zamani, ya ngoma za kizamani. Mama, wewe kupita kwenye ukuaji wako kwenye mambo ya sanaa kama Sikitu? Hamna. Lakini unajivunia kiasi gani kumwona mtoto wako sasa hivi anajulikana kama hivi, mwigizaji mkubwa, watu tunamtambua? Namkubali sana. Nafurahia tu, hamna tatizo. Nyumbani kule wanasemaje kule? Nyumbani hakuna mtu anayemponda vibaya, nasema kwa kweli mtoto anaenda. Nyumbani ni wapi kwanza? Geita. Wewe umetoka Geita? Geita, tena kijijini. Umetoka lini? Nimekuja tarehe 8 mwezi wa 4. Nimekuja kwa ajili jambo hili? Kwa ajili ya hili jambo nikasema kwamba niwahi mapema nipumzike. Basi na maana hiyo hali ije kunikuta, basi nimeshapazoea. Kwa umepumzika pa kutosha, leo ukasema leo acha niende nikale keki? Ilikuwa niwahi kuenda, lakini aliposema kwamba safari hii naenda ukumbini niwaalike ndugu zangu waje hii tushiriki nao, waelewe umri wangu. Basi ndio na mimi ningepanga kwamba ningojee kwanza. Mama, hawa vijana ambao wanaigiza alafu wanashika hela wanakuwa na mambo mengi sana, usia wako ni upi? Kwanza Sikitu huwa kile kidogo ambacho anakipata kwenye kazi zake huwa anatuma nyumbani kwa ajili ya familia na wazazi kweli? Anatuma kwa kweli, anajitahidi mno, kwa sababu hapo mwanzoni nilikuwa nakaa na mwanae, aliniachia akiwa na mwaka mmoja na miezi 5. Nimemlea mpaka akafikisha miaka 6. Ndio nikamkabidhi, na mimi amefikisha miaka 6. Nenda na ukashughulike, kwa sababu mimi mwenyewe ni mbovu. Uende ukasimamie kumsomesha. Ndiye aliye naye sasa hivi, sio kusema amemkuza yeye. Hamna, niko naye. Kwa hiyo hapa alikuwa ananisaidia kwa kila kitu. Kama ni hela kila mwezi anatuma za kutosha mtoto, matumizi yote. Kwa hiyo hapo siwezi nikasema kwamba alikuwa ananiachaniza au hatujali. Hapana, anatujali. Mungu amjalie tu aendelee. Kwa sasa hivi mwanawe analea mwenyewe, ila wewe ndio umemkuzia? Sasa hivi analea mwenyewe. Umeshawahi kupata nafasi kukutana na bosi wake Klamo? Kwamba
Ushawahi kupata nafasi kukutana na bosi wake yule ambaye amempa kazi ya kuigiza kule ambapo anapoigiza? Hamna, bado. Kama ungepata nafasi ya kukutana naye ungetamani umwambie nini? Ningelimwambia tu wao anamwangalia kwa upande wa nani wa heshima ya kimaadili ya Kiafrika. Asiende nje ya hapo, kwa sababu na yeye anaitwa ni mlezi. Kwa sababu anafanya kwake na maana mambo yote anayajua. Kwani kuna namna ambavyo wanafanyaga mama, ukitazama unaona kama vile aendi na maadili ya Kiafrika? Hapana, bado. Ila sasa nakuwa na mashaka huko mbele, kwa sababu hata kula nakofanyia sijui, hata wenzake na waona baadhi tu, wengine siwajui na sijaongea nao. Kwa ujumla Skidu ni mtoto wetu wangapi au ni mtoto wako wangapi? Ni mtoto wa 6 na ambavyo ni mtoto wa mwisho. Ni mtoto wa 6. Mtoto wa mwisho, ndio maana umetoka Geita umesema anaenda kwenye siku yake. Baba. Unajua usipokuja atalia, atadeka. Ingelilia mno. Na alikuwa ananilalamikia kwamba wahi mama uje. Sawa. Kama Skidu anapata nafasi kuitazama haya mahojiano ambayo tumefanya na wewe, maneno gani mazuri ungetamani umwambie, labda dua zako ni zipi kwake? Asimamie heshima tu alionayo, asibadilike. Alafu akumbuke na nyumbani, kuandaa maisha ya mwanae. Labda anaweza kupata nafasi akanunua kapoloti kwa ajili ya mwanae, kwa sababu yeye bado anakwenda, labda leo na kesho atakumbuka kuolewa. Huyu mwanae ni wa kike, bado yeye anakwenda, awe na hakiba. Haya mama, usiku mwema, twende tukaenjoy. Haya, asante. Ukienda Geita wasalimie, waambie kuna jamaa anaitwa Nyundo TV anawasalimia. Haya, asante sana. Haya mama, asante. Na nyie kazi njema. Haya, amina. Kuna familia, kwa maana wazazi, labda ndugu wa karibu kabisa ambao na wenyewe wamekuja, mbali na wale ambao wamefanya nao kazi? Yes, kuna familia, kuna mama, kuna wadogo zangu, kuna wengine. Yes. Skidu baba yuko hapa. Tunaongea naye. Mnahitaji? Sawa. Kuna kitu chochote ambacho tutarajie tukiona hapa kwenye siku yako ya kuzaliwa? Hapana, nadhani ni furaha tu. Ndio kitu ambacho mnatakiwa kukitarajia. Kuna ambao huenda wakaona kama vile umefanya kitu cha kijinga. Kwani anaharibu hela huyo? Pesa ngumu. Tunawaambiaje wao? Tuwajibu kabla hajaenda kuuliza. Hapana, hakuna hela ambayo imeharibika. Mimi najua muda ambao tuko duniani inabidi tufurahi. Bahati nzuri hatujafanya kitu kibaya, kitu cha furaha, kufurahia miaka yetu. Sio mbaya. Unataja wengi lakini birthday boy hamtaja hapo. Ba mpenzi. Hakuna ba mpenzi. Kwa maana hakuna ba mpenzi. Kwa nini wewe hakuna? Hakuna tu, hajaja.